unajua nini Aisha? Kiuhalisia kabisa mimi nakupenda. Tena pia nakupenda. Ila mimi kwa maoni yangu sijalizika na mapenzi yetu. Kwa nini? Kiukweli nakupenda sana. Hata mimi nakupenda. Na mimi ninachokihitaji siku moja uje kuishi na mimi nyumbani kwangu. Yaani kiufupi mimi ninachokihitaji Aisha, uweze kutoka nyumbani kwenu na uweze kuja kuishi na mimi, kwa sababu anasema kwamba mwanamke yoyote ataambatana na mumewe na kutengeneza familia. Sawa mama? Sasa pia natamani kuishi. No, Aisha, usichokielewa kitu kimoja. Wewe kwa sasa hivi si unasoma? Na kuhusiana na elimu na fedha, kipi bora? Mimi naona bora elimu. Bora elimu? Ila katika hiyo elimu ambayo unaisoma, je, unatarajia kupata nini? Nasema ili ndio kuwa na maisha mazuri, nisaidie kakaangu. Yaani natamani sana nje kuwa na maisha mazuri. Sawa. Ndani ya maisha mazuri, kila kitu kinahitaji fedha. Ndani ya hizo fedha mama, mimi nazo. Sawa, hata mimi pia natamani sana kuishi nawe. Sasa mpenzi wangu una haraka. Sasa nimebakisha mwaka mmoja tu nimalize form 4. Ungenisubiria tu niweze kusoma. Ila haina shida. Mimi tu nikaongea tu na kaka, kwa sababu mimi shule niko kwenye sielewi. Kila siku naambulia sifuri. Naona shule kana napoteza muda wangu tu. Wacha nikaongea na kaka niachane na shule ili waweze kunioa. Sasa kaongea na kaka, mwambie kabisa mimi na dhamira sahihi ya kukuoa. Sawa, ila halina shida. Mimi nahitaji kuishi na wewe bwana Aisha. Sawa mama. Mimi nahitaji, natamani sana nje kuishi na hivyo na kwa ambaye naye nakuga na sasa kwa leo nataka ukiamka tunamka wote tunalala wote. Sawa. Okay, basi sawa. Unajua nisikucheleweshe. Wewe ndio unaenda nyumbani? Naomba hilo swala ukaanze kulifanyia kazi sasa hivi. Yaani sasa hivi nikifika hata ndani siingi. Kauzungumze na kaka yako, kama sio leo hata kesho. Hata kesho ikiwezekana, ukimwona kakako na mudi nzuri, mchukue, kaa naye chini, zungumza naye. Sawa? Sawa. Poa basi. Poa baadaye. Haya, poa, mimi ngoja basi nifikie hapo mbele. Haya. Usisahau basi. Kazia hilo swala. Ndio. Naelekea hapo dukani mara moja. Kaka, mimi kuna kitu nikwambie. Naomba uniahidi kakaangu kuwa hautakasirika. Kitu gani iko? Unajua nini kaka? Darasani sasa hivi sielewi. Kila kitu mwalimu anatufundisha sielewi. Hata matokeo yangu kila siku yanazidi tu kwa mabovu. Kwa hiyo mimi naona tu shule bora niachane nayo. Mwingine na mpenzi wangu yeye ameniahidi kuwa yuko tayari kunioa. Kwa hiyo ndo maana nikakwambia kakaangu, ridhaa yako tu nisiliwa ili ukikubali tu mimi nielewe. Unasemaje wewe? Yaani umekaa ukafikiria ukaona bora uje unielezee ujinga, si ndio? Usiku mchana napambana kwa sababu yako ili usome. Alafu leo hii unakuja kunieleza mimi eti sitaki shule, unataka kuolewa. Una akili sawa sawa wewe? Nakuuliza wewe, una akili sawa sawa? Sasa nisikilize. Kuanzia leo neno kuacha shule sahau. Na kuanzia leo huyo mjinga mwenzako aliyekwambia anakuoa, kamwambie nikimkamata Ndio tanieleza. Ndani. Tembea, nenda ndani haraka. Kuolewa, unajua kuolewa wewe kukoje? Hivi pesa mambo yanaenda. Wakati sinaenda wapi? Mbona kama uko sawa mwanangu? Ni kweli. Sura yangu haiko sawa.
huko nilikotoka nyumbani hali sio shwari kidogo. Si unamfahamu mdogo wangu Aisha? Ndio. Sasa leo kanivuka kinoma sasa. Kuna nini ndio? Kuna jamaa mmoja hivi ana mbuni. Nafika nyumbani leo ananiambia kwamba ataka aolewe. Kuolewa? Sasa hapa hata sielewi nifanye nini sasa. Na ndo kwanza kidato cha 3. Sema nini kaka? Ndio. Ni watoto wa kike mimi. Usiwaze sana. Cha msingi sasa unatakiwa muelimishe dada yako. Muelimishe dada yako atakuwa muelewa na tabia nini cha kufanya. Ila usimpige. Ukimpiga yule muongezea kichaa. Sawa kaka? Wewe muelimishe mdogo wako. Nadhani atakaa sawa, usijali. Au vipi? Hamna noma. Haya. Vipi mbona mabegi tena mdogo wangu? Unaenda wapi? Haupasi kujua ninapokwenda. Wewe umekataa kunikubalia ombi langu. Sasa ninapokwenda napajua mimi. Nilale vichakani, nilale mapolini, ni mimi. Na hautaniona tena katika maisha yako. Unajua mdogo wangu, mimi nimekuletea zawadi. Kitambaa cha shule hichi hapa. Itakuwa uende kwa fundi ukashoni. Haya ni maamuzi yangu, mimi ndo nishaamua hivyo, sina lingine, naondoka. Wewe ndo tumebaki wawili. Sasa ukiondoka mimi nabaki na nani? Hebu acha basi kuondoka. Nisubiria. Sasa wapi sasa mdogo wangu, unaenda wapi? Vipi mama? Unajua nini mpenzi wangu? Mimi nimekaa nimefikiria, nimeona tu bora nije tuishi. Maana kaka kila nikimwelekeza tena tumwambia hata kunielewa. Kwa mimi maana bora tu nije tuishi wote. Unataka kuniambia kwa sasa hivi na utakuwa unaishi na mimi hapa? Hao utaki. Naanzaje labda kukataa? Yaani kiufupi tu nikwambie, siku zote nilitamani wewe uwe umeishi humo. Ukiachana tu kukupa vitu vizuri, pia mimi nakupenda. Sawa mama? Na kiufupi tu nikwambie, karibu sana. Karibu sana katika kasi. Karibu sana mama. Na bila kuchoka, taratibu yetu kumpokea mgeni. Aisha. Karibu sana. Na jisikie nyumbani. Na wakati huu nafikiri ni mchana muda huu, si ndio? Na kwa mimi hapa sijapata chochote kitu. Na bila shaka na wewe ungepata, si ndio? Basi mimi ndo nilikuwa natoka saizi kwenda kupata chochote kitu. Nataka nikale la restaurant nzuri ambayo mimi nikila tumbo langu litafurahia, sawa? Na uzuri na wewe umefika muda mwafaka, kama utojali, kabla damu haijapoa tungeongozana wote tukapate chochote kitu. Sawa, wewe umesema hivyo, mimi nipinge ndani. Sawa kabisa. Basi ngoja nikuweke mizigo ndani hapo. Tunaenda sawa? Sawa. Kwa kuwa wewe umeshafika muda mwafaka na hapa kwako, basi ndo mother house. Nikukabidhi na funguo kabisa. Sawa? Changamka nyumbani kwako, sawa mama? Relax, furahi umekuja kwenye kasi. Basi vyema. Ukatangulia. Tukaenda. Sasa nini? Hatimaye sasa mbuzi kashafika na kafia kwa muuza supu. Kwa raha zangu nakimkamata na mchinja na namla. Nikishamaliza kumla na ile mifupa situpi mbali, naweka karibu, nikijisikia na inusa. Okay, nakuja. Aisha, nakuja mama. Njia zetu hizi.
nikikupeleka saluni hivi wakikuseti na jinsi ulivyokuwa hivyo, yaani utokele, so unajua zile wanaita nyimbo. Yeah, of course, na kicheki na kapua kako. It's very beautiful. Ndio maana hata nimefurahi sana kukuwa nawe hapa. Yaani hata sasa najiona na amani. Yeah, lazima hapo uwe na amani. Yaani umesikia, kizuri kinafuata kizuri. Na of course mimi ninavyojikubali, nilikuwa blind. I think lazima niwe na mtoto mzuri kama wewe. Yeah, I love you. Yes. Yeah. Nataka kuniambia kitu. Yes. Yeah. Hey. Na kwanza umeenda hospitali gani? Yaani umeenda local au zile standard ambazo mimi nikuelekeza wewe? Umeenda vile unielekeza. Na umetumia bima? Ya, mimi napenda sio nalipia hela mwisho mwezi alafu watu so. Ya, unaenda Daktari kanituma vote nikamwambia hakuna mahali tena kanambia hivi. Mbona hivyo sasa? Au hujafanya? Unajua? No. Kwa nini sio na furaha? Ya, na furaha kwa sababu na gari. Ya, lazima nina furaha, ya, of course. Sasa mimi nilifurahi kwa sababu sana kuitwa mama. Ya, of course hata mwenyewe think siku moja na mimi mtu baba. Ya, nimefurahi kukupi. Nimependa. Kweli? Napenda bwana kwa nawaza. Ya. Usiwaze, of course, ya nzuri kwamba tumeshakubali kuunga familia na sasa hivi wakuja watoto, of course, ndio? Napenda ni. Sawa. Ngoja niende na nikaje kumaliza bado kufanya usafi. Okay, unaenda kufanya usafi kidogo. Ya muhimu mwanamke usafi, kujitunza, mwanamke na mazingira. Basi na mimi nitaletea kidogo glasi ya maji, okay? Sawa. Poa basi. Mama nakupendaje? Pia nakupenda. Nikisema. Wow, sawa. Hata kumfaidi sijamfaidi. Taa kidogo eti mimba. Sasa hivi naanza kuhangaika baba huku mafua sijui alipiki mimba watoto umri huu wakati ndo muda wa kula ujana. Yaani hapa sasa muda shughuli kwenye shughuli muda msosi unaaga kuondoka ndo huko sasa. Baby Aisha. Niletee t-shirt yangu hapo juu mara moja. Hata maji staki. Niletee t-shirt. Nataka kutoka kidogo niingie hapo kati nione namna gani vipi ya kufanya mazingira. Ila ulichokuwa unaniambia kwamba serious kabisa unaniambia serious? Hapo bwana mimi ndio hospitali. No, mimi sikuamini. Kuamini na of course ninapokupenda naona fahamu. Na swala la kuja kuitwa baba. Basi sikia. Nafika hapo kati kwa wanangu mara moja. Naenda kufukuzia ile michongo ambayo mimi nilikuelekeza hivi soon nataka nitoboe kufanikisha mambo yako. Okay, poa basi. Nikukute ndani. Nilitamani kweli. Nisindikize. Ila mimi leo naenda kwenye mchongo nikwambie. Sawa. Iliyopita situlienda wote. Ndio. Sasa hivi naenda tu ila uzuri tu nahitajika kwenda nikapige kazi. Sawa? Sawa. Wewe nenda ila nachokuomba kuwa makini. Sawa?
Sawa. Yeah. Nenda kliniki. Of course mimi nitaenda katika issue ambayo nilikwambia kazini, ila mimi nitawahi kurudi. Utanikuta. Sawa? Sawa, usichelewe. Okay. Kwa makini. Nadhani uliniahidi kwamba utakuja. Ya, na nimekusubiri sana ila haujatokea. Je, kuna changamoto? Kwa nafua. Yaani nimeamka asubuhi, maji hapa yanatoka. Kama nifue kwanza. Jamaa nitakusa muda kuja kwako. Wow, kwa sasa hizi tayari ushamaliza, si ndio? Ndio. Maana yake uko free. Naweza nikaondoka na wewe muda wote unaotaka, si ndio? Mimi pia tukikutana kuondoka. Sawa. Ya, mimi mataji wangu kwa na wewe tu. Sawa. Ya. Amna, si ndio nilikuwa nafikiria namna gani nitakufanya. Mjini. Unashangaa hivyo viatu mpenzi wangu? Nahitaji kujua viatu ni vya nani? Kuna mteja mmoja alikuja pale ofisini, alafu mimi vifaa nilisahau nyumbani. Nikapunguza ule usumbufu wa kusema nirudi nichukue vifaa, alafu nirudi tena kule. Bora nimchukue yule, nije nimpime, akimaliza aondoke tu. Kumpimia huko ndani? Kuna tatizo gani hapo kipenzi changu? Baby. Unaona baya niondoke? Okay. Nitarudi siku nyingine. Sawa. Ya, lakini si nimeshakupima vya kutosha? Sawa kabisa bibi. Sawa. Wewe dada wewe. Sasa unamsumbua nini mtu? Kaja kupimwa, akashapimwa, akashaondoka. Kwa nini sasa unamsumbua? Eti hiki ninachokiona ni macho yangu au naota? Yangu. Tumepeana macho, tumetofautiana. Maana wewe usichokielewa labda nikuelezee tu kiufupi. Wewe wakunifanya mimi hivyo? Aisha nakuita mara 3 unielewe. Sawa? Ili kasiri hili unavyoliona sio kliniki mama. Sio pa kuja kufuga watoto wachanga. Nini leo babangu? Au usiniambie na nini? Sio leba hii. Sawa? Kwani kwambie kabisa ukweli. Kiufupi mimi fundi na ufundi wangu kwamba nakuja napima, mtu akishapimwa basi hapa kai mama. Usifanyie hivyo. Sawa, unafanya mambo kama mimi na yali nitaenda wapi mwenyewe unapozani? Ili kasiri sio kliniki mama. Labda wewe naona kwa maneno uelewi. Labda nikutangazie injili ya vitendo. Sikia? Mbona? Umesikia? Mbona hivi? Mbona unamaanisha kitu? Sika wewe usiniambie na maanisha. Haya, inuka. Wewe unataka ujinga wewe. Wewe utaondoka ukiona maalama hapo, utaondoka na mekeo. Inuka. Hey. Kaka yako unaye, ndugu unao, manesi wote wale wamekuhudumia kama ndugu mpumbavu. Unang'ang'ania kwako.
Jinga nini? Mimi nimaliza kupima watu hapo na upumbavu. Tafuta atakufanya na huko ndani mtu asirudi huko. Huyu mtopa kulea watoto yatima huko. Eti watoto yatima nani? Watoto na mama zao ng'ombe wewe. Dadeki. Ewe jamaa, mbona tuange ilikuwa yuko vizuri hapa, angemdunda tu ya kichwa hayo mara moja. Hebu hii. Vipi dada, mbona alia? Msamehe sana kaka. Najuta mimi. Nimekusikiliza kaka, usinganivuta. Sana kaka yako.